Katika mwaka 2021 mpaka 2024, katika kipindi cha kwanza cha serikali ya awamu ya sita, serikali ya awamu ya sita imeboresha mazingira ya ufanyaji wa biashara, na mojawapo ya maeneo ambayo yanaweza kudhorotesha ukuaji wa biashara kama hayataangaliwa vizuri, basi ni sera, kanuni na sheria ambazo hazijauishwa kulingana na mazingira na mabadiliko ya kiuchumi. Haya maeneo matatu yanaweza kuleta unafuu mkubwa wa ufanyaji biashara na kuvutia uwekezaji. Kwa hiyo naomba niseme kwa kifupi namna ambavyo kwenye kipindi cha kwanza cha serikali ya awamu ya sita, namna ambavyo tumeweza kuboresha na kuleta ufanisi kwenye ufanyaji wa biashara. Katika upande wa sera, pamoja na nyingine nyingi, tumeuisha sera ya taifa ya biashara, sera ya maendeleo endelevu ya viwanda na sera ya uendelezaji jasiriamali ndogo na zakati. Tumeuisha sera hizi ili kuendana na mahitaji ya sasa, na sasa tunaendelea kuifanyia kazi sera ya miliki bunifu. Uchumi wa sasa unahitaji kuendana na mahitaji ya sasa ya uchumi wa Tanzania na ushindani wa kimataifa. Na kwa kweli tumeanza kuona manufaa ya kuaisha sera zile. Na kwa mfano, sera ya taifa ya biashara tuliiboresha mwaka 2023 ili kuweka msisitizo kwenye biashara ya nje, yani export led growth, badala ya kutegemea soko la ndani peke yake. Na ndio maana mnaona tumeongeza thamani ya mauzo ya nje ya bidhaa na huduma export kwa zaidi ya 10%, ikifikia takriban dola za Marekani bilioni 16.89 kwa mwaka huu 2025. Lakini pia ilikuwa muhimu kuuisha sera hii ili kukuza biashara ya bidhaa za viwandani na kilimo zilizochakatwa. Kwa tumeanza vizuri. Kuna bidhaa nyingi zinakidhi soko la ndani, na hivyo sasa inabidi tupeleke nje. Na wengine watakuwa wanafahamu kuna baadhi ya bidhaa ambazo naweza kuzitolea mfano. Kwa mfano, bidhaa ya saruji, yani simenti, uzalishaji katika soko la ndani ni tani milioni 10.9 na mahitaji ya ndani ni tani milioni 8.5, na kwa hiyo tunakuwa tuna ziada ya tani milioni 2.4 ambayo tunaitumia kwa ajili ya masoko ya nje.